Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya pili ya mwaka A wa kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 49 aya ya 3 na ile aya ya 5 hadi ya 6. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Injili ni Injili ya Yohane, ile sura ya kwanza aya ya 29 hadi 34. Kiukweli kabisa, leo tunaendelea na kipindi cha mwaka wa kanisa. Mavazi yanarudi katika ukijani wake kabisa. Tunaomba sana neema ya Mungu ayastawishe maisha yetu yawe kama majani mabichi. Atukinge na kila aina ya uovu na maoteo ya shetani. Kiukweli, kwa kuwa tunaye Mungu anayeweza kila kitu, anayetupenda, hatuna budi kumtumainia yeye na kukabidhi safari yetu ya maisha kwake. Yeye atatulinda, yeye atatuongoza tunapoanza vema kipindi hiki cha mwaka. Alitupenda tangu mwanzo, ndio maana tulipoenda mbali na upeo wa macho yake, tulipoenda mbali na nafsi yake, tulipoenda mbali na mapenzi yake, alimtuma mwanaye wa pekee aje aturudishe karibu naye, aje atukomboe pale tulipokuwa mateka wa ibilisi, yaani shetani. Dhambi ilipotufunga, alimtuma mwanaye atukomboe. Yeye alitukomboa kwa damu ya thamani kubwa pale msalabani. Kwa mateso, kifo na ufufuko wake, sisi tulifanywa kuwa huru. Hivyo leo tunapoendelea na safari yetu katika kipindi hiki cha mwaka, tunaalikwa kumtazama huyu aliyetukomboa kwa thamani kubwa ya damu pale msalabani. Ndiye mwana kondoo wa Mungu. Ndio maana wazo kuu ni tazama mwana kondoo wa Mungu. Ili kuweza kuelewa hili wazo vizuri kabisa, naomba tuanze kwa kuangalia masomo yetu moja baada ya lingine. Nilimesema tangu mwanzo kwamba somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 49 aya ya 3 na ile aya ya 5 hadi ya 6. Huu ni wimbo wa pili wa mtumishi wa Mungu katika zile nyimbo 4 za mtumishi wa Mungu katika kitabu hiki cha nabii Isaya. Wataalamu wa maandiko wanasema hivi: somo hili tulilolisikia ilikuwa ni kati ya mwaka 540 kabla ya Yesu Kristo, muda mfupi kabla ya dola ya Asiria kuivamia na kuishinda dola ya Babiloni. Hiki kilikuwa ni kipindi ambacho wana wa Israeli wapo utumwani Babiloni. Wameumizwa sana, wanalia sana, wanaomboleza sana, wanaomba sana, na wengine walikuwa wamekata tamaa. Ndipo Mungu sasa kwa kinywa cha mtumishi wake anawatangazia ukombozi wana wa Israeli, anawatangazia uhuru wana wa Israeli, anawatangazia kutoka utumwani, anawatangazia kuwatafuta na kuwafuta machozi hawa wana wanaolia na kuomboleza. Anawaambia kwamba ipo siku watatoka katika utumwa, watakuwa huru, watakombolewa hawa watu. Ni kweli kabisa, maneno ya Mungu hayaendi bure. Mnamo mwaka 538 kabla ya Kristo, mfalme Cyrus wa Asiria aliutoa waraka uliowafanya wana wa Israeli kuwa huru na kurudi katika nchi yao hii walioipenda, kurudi Yerusalemu. Kikubwa ni kuwa sisi ni wana wa Israeli wa kipindi chetu sasa. Tulikuwa watumwa wa shetani. Tulifungwa katika vifungo vya dhambi na mauti. Lakini kiukweli, kwa damu ya mtumishi wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu, yaani Yesu Kristo,
tumekombolewa kutoka katika utumwa huu wa dhambi na kuwa watu huru. Tulikuwa katika Babiloni zetu, tulikuwa tukilia huko, lakini kwa damu ya mwanakondoo sisi tumekombolewa kutoka huko. Sisi si wana wa utumwa tena, bali tuko huru. Sisi si raia wa nchi ya utumwa tena, bali nchi ya ahadi, yaani Yerusalemu mpya, Yerusalemu ya mbinguni. Ndio maana ukijisahau ukarudi tena utumwani, lazima kuinua tena moyo wako, lazima kuinua tena macho na kumtazama mwana kondoo wa Mungu, huyu aliyekukomboa kutoka katika utumwa huo. Unaporudi, yeye yuko tayari kukutoa tena katika utumwa huo. Hivyo katika maisha yetu lazima kumtazama mwana kondoo huyu wa Mungu aliyetukomboa kutoka katika utumwa wa Shetani. Somo la pili nimesema linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Waraka huu uliandikwa, wataalamu wanasema, katika mwaka wa 57 na Paulo mwenyewe akiwa katika jiji la Efeso, karibu kabisa na wakati wa Pasaka, katika mwaka wake wa 3 wa kukaa kwake pale Efeso. Unaweza ukasoma habari hizi katika waraka huu wa kwanza wa Korinto, ile sura ya 16 aya 8, au kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 19 aya 10 na ile sura ya 20 aya ya 31. Ukitaka kusoma zaidi habari za utume wake katika mji huu au katika jiji la Korinto, habari hizo zinaelezwa zaidi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 17 hadi sura ya 18. Lengo kubwa la barua hii lilikuwa ni nini? Lilikuwa ni kusuluhisha migogoro na kuondoa utengano uliokuwepo katika kanisa la Korinto na mgawanyiko katika kanisa hilo. Utasoma mambo hayo yote yaliyoleta utengano, yaliyoleta mafarakano, yaliyoleta kutoelewana kwa kanisa hili katika waraka wake huu kwa Korinto, ile sura ya 7 aya ya kwanza mpaka ya 40. Kuna ile sura ya 8 anaeleza tena ile aya ya kwanza mpaka 13, na ile sura ya 15 aya ya kwanza mpaka ya 58. Anaeleza yanayoleta mafarakano na namna gani anapambana Paulo huyu kuleta kanisa hili pamoja. Ili kuwaleta pamoja, Paulo alisitiza umoja sana sana. Ndio maana tumesikia leo katika somo hili anasema, anaandika kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Anawaandikia kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Ieleweke kuwa sasa neno kanisa katika Agano la Kale lilitumika kueleza watu ambao Mungu aliwakusanya kwa njia ya maagano, aliwaleta pamoja kwa njia ya maagano. Utasoma katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 6 aya ya 7, kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 26 aya ya 12, au kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 7 aya ya 23, au kitabu hicho cha nabii Yeremia ile sura ya 11 aya ya 4. Utaenda pia katika sura ya 30 aya ya 22, au kitabu cha nabii Ezekieli ile sura ya 36 aya ya 28, na kitabu cha nabii Hosea ile sura ya kwanza aya ya 9. Taifa la Mungu, naomba mwelewe hapa, ni lile ambalo au watu ambao Mungu aliwakusanya pamoja kwa njia ya maagano. Ila katika Agano Jipya, jumuiya ya Wakristo walitumia neno hili kanisa kuonyesha kuwa sasa wao ni watu ambao Mungu amejikusanyia kwa njia ya Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana maandiko yanasema, nitakapoinuliwa nitawavuta watu wote kuja kwangu, watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Injili ya Yohane ile sura ya 12 aya ya 32. Watu hawa walitambua kuwa wao ni warithi wa ahadi zote walizopewa watu wa Mungu tangu zamani. Mastahili hayo sasa waliyapata kwa njia ya mwana kondoo huyu wa Mungu aliyetolewa sadaka pale msalabani. Kwa sadaka hii
Kristo aliwaalika watu wote, aliwavuta watu wote kuwa wake, na hapo msalabani ndipo kanisa lilizaliwa. Ndugu zangu katika Kristo, huyu mwanakondoo ni yupi? Ndio huyu tunamsikia katika somo la Injili, Injili ya Yohane ile sura ya 1 aya ya 29 mpaka 34. Mwanakondoo ndio huyo ambaye leo Yohane Mbatizaji anamshuhudia. Anasema Yohane mambo makuu matatu, kwamba anazichukua dhambi za ulimwengu. Mwanakondoo huyu ana roho wa Mungu. Mwanakondoo huyu ni mwana wa Mungu. Yohane Mbatizaji anatualika mimi na wewe leo kumtazama mwana kondoo huyu. Huu ni mwaliko wa kusimama, kutazama na kutafakari, kumtafakari huyu mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tukiwa na wazo hilo la kutazama mwana kondoo wa Mungu, naomba tafakari mawazo makuu mawili madogo. La kwanza, mwambie jirani yako, tazama. Tazama, tazama. Ni neno dogo sana, lakini neno ambalo linahitaji tafakari kubwa. Si kuangalia tu kwa macho ya nyama, bali kuangalia kwa macho ya roho zaidi. Kumwangalia Kristo kwa ndani zaidi na kuacha afanye kazi katika safari yako ya maisha na aingie nafsini mwako. Na hapo utajifunza makubwa sana. Utatambua kwamba kwa kumtazama mwana kondoo wewe ni wa thamani kubwa sana. Kukombolewa kwa damu ya Yesu si jambo jepesi sana. Ukimtazama mwana kondoo huyo, si jambo la kuchukulia juu tu hivi. Si jambo la kuchukulia kawaida tu. Ni jambo la maana na la thamani kubwa sana. Wanasema, ukimtazama mwana kondoo utagundua, wanasema mateka wa thamani ukombolewa kwa thamani. Wewe ni wa thamani sana mbele ya Mungu. Ukimtazama mwana kondoo huyu utaelewa. Ndio maana anasema tazama. Utasoma hayo katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 6 aya ya 19 mpaka ya 20. Nitazidi kueleza ili uweze kuelewa. Kristo ni mwana kondoo wa Agano Jipya. Hivyo ni lazima kuelewa ukweli huu. Damu yake, tazama sana, angalia sana na tafakari ujue. Damu yake ni zaidi ya damu ya mwana kondoo yule wa Abeli iliyomstahilisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4 aya ya 4. Tazama na uelewe tena kwamba damu yake ni zaidi ya damu ya kondoo yule wa wana wa Israeli iliyopakwa katika miimo ya milango ili kuepusha na balaa la kifo. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 12 aya ya 21 mpaka ya 23. Tazama tena na uone kuwa damu yake huyu mwanakondoo wa Agano Jipya Yesu Kristo ni zaidi ya damu ya wanyama zilizotolewa hekaluni na watu kwa makuhani kwa ajili ya maondoleo ya dhambi zao. Lazima kuelewa. Damu hii, tazama tena, ni zaidi ya damu hizi ambazo sisi kama Waafrika tunafanya matambiko ya hapa na pale. Ni zaidi ya matambiko yote yale ya tangu Agano la Kale mpaka sasa. Lazima kuelewa kabisa. Huyu si mwana kondoo wa mwanadamu. Ili kuelewa zaidi sasa, ili uweze kupata ufahamu zaidi kwa nini leo tunaambiwa tutazame, naomba uelewe hiki. Elewa vizuri, tena elewa hiki hasa. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22 utakuta habari za Mungu akimjaribu mtumishi wake mpendwa Ibrahimu. Mungu anamwambia Ibrahimu amtoe mwanaye mpendwa wake Isaka sadaka. Ni jambo la kushtusha sana, lakini naomba uelewe hiki kitu nataka kusema. Katika safari ya kuelekea sehemu ya kutolea sadaka, mtoto wake mpendwa Isaka anauliza swali la msingi sana sana. Anauliza hivi, babangu? Ibrahimu anajibu, kuna nini mwanangu? Isaka anaongeza kwa kusema, tazama, tunao moto na kuni, lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka?
yuko wapi mwana kondoo wa sadaka? Ibrahimu baba yake kwa upole na uchungu mkubwa anajibu swali hili kwa jibu la kinabii sana. Anasema, Mungu atajipatia mwana kondoo wa sadaka mwanangu. Mungu atajipatia mwana kondoo wa sadaka mwanangu. Utasoma habari hizi katika kitabu cha Mwanzo, nimesema ile sura ya 22 aya ya 7 mpaka ya 8. Utabiri huu, unabii huu unatimia leo Yohane anaposema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Mtakatifu Yohane Chrysostom anasitiza hili katika mafundisho yake. Anasema, hakusema mwana kondoo wa mwanadamu, bali ni mwana kondoo wa Mungu, kwa maana sadaka hii haikutolewa na mwanadamu bali na Mungu mwenyewe. Ndugu zangu, hiki ndicho ambacho tunaalikwa mimi na wewe kila mara kutafakari, kila mara kukitazama, kila mara kukiweka akilini mwetu, kila mara kukiweka nafsini mwetu, kila mara kiongee na sisi. Tazama, 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 tazama mwana kondoo huyu. Na mara zote tunaalikwa kufanya hivyo pale tunaposhiriki sadaka hii ya kipasaka katika adhimisho la misa takatifu. Padre mara zote huwa anatualika akisema, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Wengi wetu padri akiwa anasema maneno hayo huwa tunakosea sana na kuinamisha vichwa vyetu chini. Hapana, lazima kuinua na kutazama kweli. Ni katika kutazama tutaonja upendo, tutaonja majitoleo, tutaonja kuvunjwa, tutaonja thamani yetu sisi kama wanadamu mbele ya Mungu, tutaonja unyenyekevu, tutaonja hadhi yetu mbele ya Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, tukishaonja hayo, ndio maana ni heri sisi kushiriki katika karamu ya mwana kondoo huyu. Kama kuna kizuizi chochote kile ambacho kinakukataza au kukuzuia kupata hii heri, unapotazama, muombe Mungu akuondolee kizuizi hicho. Muombe Mungu akupiganie juu ya kizuizi hicho, ili hii heri isiishie katika tu kutazama, bali mwana kondoo huyu afanye mageuzi makubwa sana katika maisha yako. Ni kuombe pia tena leo, unapohisi kwamba Mungu amekuacha, mizigo ya dunia imekuelemea, matatizo yamezidi, kukata tamaa na maumivu vinakusonga, mateso na vilio, kutotimia kwa ndoto zako, tenga muda, mtazame mwana kondoo huyu wa Mungu. Usiongee neno lolote, usiseme chochote, bali mtazame na umwache yeye aongee na wewe. Hakika utaona maajabu. Hakika utaonja matokeo ya kumtazama huyu mwana kondoo. Tazama, tazama, tazama. Makanisa yetu mengi yana sehemu za kuabudia. Ni kuombe sana, tenga muda mbele ya Yesu wa Ekaristi. Tenga muda mbele ya mwana kondoo huyu. Mtazame, nawe utaona makuu sana yatakayotendeka katika safari yako ya maisha. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Kutazama huku ni kutaka mwana kondoo aingie ndani zaidi. Ni tafakari ya ndani zaidi. Si kutazama kwa jicho la nyama, bali kwa jicho la kiroho zaidi. La pili na la mwisho, jitoe sadaka. Jitoe sadaka. Tumeona Kristo huyu aliye mwana kondoo wa Mungu ajitoa sadaka kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, na ni upendo mkubwa sana. Mimi na wewe hatuna budi kuakisi sadaka hii, hatuna budi kuishi sadaka hii, hatuna budi kuisha sadaka hii katika maisha yetu ya ufuasi, ili watu wakitutazama pia sisi wamuone mwana kondoo aliye ndani yetu. Lazima
kutoa sadaka ya malimwengu. Sadaka hiyo ni ipi? Malimwengu ya uchafu, ufisadi, uasherati, uadui, ugomvi, ulevi, ulafi, kijicho, hasira, ubinafsi, utengano, mafarakano, wivu na ushirikina. Haya yote ambayo unaweza ukayasoma katika waraka Mtume Paulo kwa Wagalatia, anaeleza haya yote. Ndugu zangu katika Kristo, lazima tuendelee kujitoa sadaka katika ulimwengu huu, na tuelewe kwamba si rahisi sana. Sadaka ya kujitoa na kuacha malimwengu si rahisi sana. Inabidi kweli kuumia ili kujitoa na kuachana na haya malimwengu. Jitoe sadaka bila kujibakiza, ukimwakisi mwana kondoo huyu. Watu wakikuangalia waone ukarimu, waone wema, waone uchamungu, waone upendo, waone kila kitu ambacho mwana kondoo huyu alijitoa kwa ajili yake. Mwana kondoo aliye mnyenyekevu aakisi vile vile maisha yako wewe kama mnyenyekevu. Aliye mpole na wewe pia uwe mpole. Jitoe sadaka. Lazima kujitoa sadaka pia kwa ajili ya Mungu na kanisa lake. Inaumiza sana, inasikitisha sana pale Wakristo tunapokimbia majukumu yetu kama Wakristo katika kanisa. Michango mbalimbali na sadaka kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, zaka na yote vile ambavyo vinahusu maendeleo. Tunapoona makanisa yetu sasa hivi, tunapoona taasisi zetu, tunapoona maendeleo yaliletwa na wale waliojitoa sadaka. Tukumbuka misionari wa mwanzo walipopambana usiku na mchana ili kutujenga sisi kiimani na kujenga makanisa na taasisi mbalimbali. Watu wao wamebarikiwa kwa sababu walijitoa. Ni zamu yetu mimi na wewe kujitoa kwa ajili ya kanisa lake, kujitoa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Hivyo tunaposikia chochote kinachohusu kanisa, tuwe tayari kumwakisi huyu mwana kondoo aliyetoa uhai, na sisi tutoe kasehemu ka uhai ketu kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Tujitoe sadaka, tusiye tukakimbia au kulalamika kwamba michango ni mingi, sadaka ni nyingi, kwamba hiki. Hapana, hiyo sio roho ya kujitoa sadaka. Jitoe sadaka, imalize. Naomba nielezeni kueleza kwamba lazima kujitoa sadaka katika kutetea na kusimamia ukweli. Ukweli dhidi ya uonevu, ukweli dhidi ya manyanyaso, ukweli dhidi ya wanyonge na wale wasio na sauti. Lazima kuwa sauti ya wengine kama mwanakondoo huyu alivyokuwa sauti yetu sisi tulipokuwa katika utumwa wa dhambi. Mimi na wewe tunaalikwa kufanya hivyo, kujitoa sadaka, kunena kwa ajili ya wale wasio na sauti. Si rahisi sana, si jambo jepesi sana. Niseme tena, lazima kujitoa sadaka kusaidia jamii, yatima, wajane na wasiojiweza pia. Lazima tujitoe. Inafurahisha sana na inabariki sana pale unapoona vikundi mbalimbali vya kanisa vinaenda kutoa misaada, vinasaidia. Inafurahisha sana, si tu mbele ya Mungu bali pia hata kwa wanadamu. Ni jambo jema sana sana. Maisha yetu lazima kujitoa sadaka. Lazima kujitoa sadaka pia kujivunja katika familia. Baba, katika familia nitoe sadaka. Utapitia mawazo, utapitia vikwazo, utapitia masumbuko kwa ajili ya familia. Yote yaweke mikononi mwa mwana kondoo huyu aliyejitoa sadaka pia. Mama, sali, lia, omba, garagara, pambana kwa ajili ya kesho ya wanao na familia yako. Itoe sadaka. Matunda yanaweza yasionekane sasa, ila mbegu unayoipanda utavuna makubwa baadaye. Jitoe sadaka, jimalize. Mungu mwana kondoo huyu yuko pamoja nawe, alijimaliza kwa ajili yetu. Jimalize pia kwa ajili ya familia yako. Kama unafanya kazi, biashara, unapambania ndoto zako zitimie, mtazame mwana kondoo huyu akupe nguvu, mwana kondoo wa Mungu. Hakuna maisha rahisi na wala hayatakaa yatokee. Safari yetu ni kumtazama na kumfuata huyu mwana kondoo katika safari yake ya msalaba. Lazima mimi na wewe tubebe misalaba yetu,
tumfuate huyu mwana kondoo. Pambana, anguka, jifute, inuka, usikate tamaa. Barabara ya mafanikio ina mashimo mengi sana. Lazima kutoa sadaka ya muda, akili na pesa, sadaka ya maombi na sala. Lazima utambue hilo, Mungu anaona. Unganisha sadaka yako, unganisha majitoleo yako, unganisha mapambano yako na sadaka hii ya mwana kondoo. Utaona maajabu ambayo Mungu atatenda katika maisha yako. Siku zote ni waombe ndugu zangu katika Kristo, katika Dominika hii, kumbuka kumtazama mwana kondoo huyu wa Mungu kwa imani, kwa unyenyekevu na kwa upendo mkubwa sana. Siku zote tumwache mwana kondoo huyu atusafishe, tumwache mwana kondoo huyu atuponye, atutakase na atuongoze katika safari yetu ya ulimwengu huu. Kazi yetu ni kumtazama na kumweka katika maisha yetu kama kiongozi, nasi tutafurahi sasa na tutarithi ufalme wa mbingu. Mungu huyu na atukuzwe, nasi tupate utakatifu milele na milele. Amina. Ili siku moja watu waseme, hawa ni wale walioosha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Ndugu zangu, tupambane kumtazama huyu mwana kondoo na maisha yetu ya akisi sadaka ya mwana kondoo. Mungu akubariki sana sana sana.